linafanana sana. Najua jina la tusi inaweza likawa kidogo kama linafanana na mtu mwenyewe, lakini kama mtu anakuambia mwanamke wewe, na wewe unajiona ni mwanaume, hauina namna yoyote, hujafanya jambo lolote linaloonekana la kike, mtu kaamua kujifurahisha tu. Mara nyingi huwa aliyoitusi hivyo. Mstari wa 4 Yuda 1 anasema, kwa maana kuna watu waliojiingiza kwa siri, watu walioandikiwa tangu zamani hukumu hii, makafiri wabadilio neema ya Mungu wetu kuwa ufisadi, nao humkana yeye aliye peke yake Mola na Bwana wetu Yesu Kristo. Makafiri liko kila mahali. Sidhani kama ni tusi kama inavyofikiriwa. Na nadhani maana hii inayosema mimi ni sahihi sana. Maana hii inayosema mimi nadhani ni sahihi sana, kwamba makafiri ni watu wasiotii utaratibu fulani ambao mtu yoyote angependa atendewe hivi. Nirudi kwenye hoja yangu ya msingi, kwamba ikiwa Uislamu ni dini ya dili, ni dini ya ulaji, na Ukristo ni dini ya wajinga au dini ya dili au dini ya akili, lakini nirudi kwamba ikiwa ni dini ya dili na ikipata nafasi, naona ndio wakati wa kupiga dili, ikiwemo hata ya kuua watu. Nitoe wito wa neno la Mungu kwamba hakuna jipya chini ya jua. Ubaya huwa haumalizi wabaya unaowadhani ni wabaya. Njia ya kuwafanya watu wakufikirie vizuri ni kuwatendea mema mpaka waamue kuwa sehemu ya kila kitu unachokifanya, ikiwemo dini yako. Njia ya kuwavuta watu kuja kwenye dini, sidhani kama ni matusi. Njia ya kuwavuta watu kuja kwenye dini ni juacho mimi, ni kuwa mwema, ni kuwafanya wawe bora kama ulivyo wewe, mpaka waone tunatakiwa tuwe sehemu ya dini ya mtu huyo. Nitoa wito kwamba Tanzania, Tanganyika, duniani patakuwa mahali salama zaidi ikiwa tutaamini njia pekee ya mambo kuwa tunavyotaka wote ni aliye na nafasi yoyote ajitahidi sana kuwafanya watu wengine wawe kama yeye. Wewe ni rais, unataka watoto wako wawe wabunge, wawe mawaziri, wafanye watu wote wawe wabunge, na watoto wa mwenzio wafanye kuwa kama wako. Kwa nini watoto wa wanaoitwa Wakristo waliotawala hawakupewa vitengo vya juu, hasa wakati wazazi wao wapo kwenye mamlaka? Kwa jumla, inawezekana hawa walifuata masuala ya Biblia. Biblia inahamasisha sana swala la kuto kuwa mbinafsi na la kumtreat mtoto wako kama watoto wengine. Kama watoto wengine hawana upendeleo wote, hasa wewe kama una nafasi ya juu, basi hakikisha watoto wako ni namba moja, hawina upendeleo huo, sababu ndipo watakuja kujua ubinadamu unavyopaswa kuwa. Ikiwa hiyo ni ujinga, basi ni waase watu wa akili, ambao mna akili, ambao watoto wenu wanafuata nyayo zenu, wanakuwa na ulaji mkubwa kuliko watoto wengine. Na mkisema nyie tu ndo mnasema, kwani watoto wetu wenyewe sio Watanzania hawastahili kupata kazi serikali? Wanastahili, lakini we tayari una ulaji mkubwa. Kwa nini ulaji huo usingekuwa umeugawanya kwa wengine ambao hawana chochote kabisa? Msemaji mmoja asema,
inaonekana tu ni njia ya kujizungushia. Unakuwa unataka watu ambao kidogo utakuwa unajijua uko salama. Kiukweli sio hivyo, hautakuwa salama, hautakuwa salama, hautakuwa salama. Njia ya kujihakikishia usalama ni kuwafanya watu wengine wawe na nguvu kama ulionayo. Watakumbuka fadhila, watakumbuka fadhili, watakulipa fadhila. Nchi yetu natamani ingekuwa mlango wa watu wa mataifa mengine yote kujifunza iwapasavyo kuishi. Inawezekana tunajiita maskini, lakini kuna familia maskini zenye malezi bora ambayo familia za matajiri huenda kuiga huko, namna ambayo inawapasa kuishi. Inawezekana tunajipambanua nchi zetu maskini, lakini kiukweli ni watawala wanaopenya kwa kuua watu na kuwa kwenye nafasi hizo ndio ambao husimamia kuhakikishe nchi zetu zitakuwa masikini. Lakini hata zikiwa masikini, tunao uwezo wa kuwa masikini tunaoigwa na hata matajiri kudharau, kupuuza utajiri wao na kutaka kujifunza kwetu, kama nilivyosoma maandiko mara kadhaa ya kwamba mataifa yote yatakuja kushika pindo la vazi letu na kusema tunataka tujifunze kwenu iwapasavyo kuishi. Ukweli wowote ulio kwenye maneno haya niliyoyajadili hapa, ufanyieni kazi, ninawahakikishia hamtakaa salama na hamtakaa kwenye nafasi za utawala kwa njia hii inayoonekana ni ya dini, ni ya upigaji, ni ya ulaji, mkitumia mwamvuli wa dini. Ikiwa kuna ukweli wowote wa hizi dini zinatumika zaidi kwenye dini ama dini ya Uislamu, kwa sababu ndio ambayo nimeainisha namna nyingi ambazo zinaonekana kama dini nyingi za kwa dini. Napotokea hivi, kama mna ndio ujanja, ndio kwenda ahera, kwenda peponi, na hapa ushauri wa kibinadamu, ukiwatesa watu ambao hawastahili kuteswa, umeelewa vibaya tu. Pengine dini yako hiyo hapo. Dini hizi hazikuwa kwa ajili ya uadui. Hizi dini zilikuwa kwa ajili ya kuleta utaratibu bora wapasao watu kuishi, ambao watu wasingeumizana, lakini wangepata faida kubwa. Lakini hizi dini zikionekana ni njia ya kula, kutawala, ili utese na kuumiza, na hakikishia dini yoyote yenye lengo hilo inaanguka. Itaanguka kwa sababu ya maumivu ya wanaoteswa. Musinichukulie mimi kuwa adui, najaribu kuwajulisha, kwa sababu maneno haya yatatumika wakati fulani. Dini hiyo itaanguka kwa sababu hakuna wakati. Ndio maana jana nimeona, nimeshauri kwenye clip iliyopita, nimeshauri hata wa Marekani kwamba ukitaka uwe kiranja wewe tu, wengine wote wanainama na kusujudu kwako, hautaweza kuifanya duniani pawe sehemu salama kuishi. Namna salama ni wewe kuvigawa ulivyo navyo, kupoteza ulivyo navyo, ili kuhakikisha unasimamia jamii yote inakuwa ulivyo wewe. Watu hao wanaweza kuwa tayari kuingia kwenye dini yako. Anyway, najua nazungumza vitu ambavyo inaonekana nilishachelewa sana. Lakini majuto ni mjukuu.
Niamini mimi, mbele uendako utakuja kuyaona maneno haya yalikuwa ya maana. Asante na hongera kwa kunisikiliza.